Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wangu. Mimi ni mzima katika Yesu na Yesu amenilinda. Siku ya leo ningependa niongee na wewe kuhusu roho ya uchungu, roho ya bitterness ambayo watu wako nayo ulimwengu wa sasa, kwa sababu ulimwengu wa sasa wenye roho safi ni wachache, wenye roho mbaya ndio wengi. Kiangalia hata wale wako na pesa wengi ni wale wako na roho mbaya. Ukiangalia wale mapasta wako na makanisa zimejaa, wengi wako na roho mbaya. Ukiangalia wale machifu wengi ni wale wako na roho mbaya. Ukiangalia watu wengi ambao wanafanya kazi ni wale wako na roho mbaya. So roho mbaya imefanya kuua destiny za watu zinazosaliwa. Maisha ya wengi yakijaribu kusalika, wafanye kitu ambacho huyu aliyefanya akashindwa, wanampiga chini, wanasema kwa kuwa sisi tulishindwa, hata yeye hawezi mahali. So unakuta mambo mengi maovu yanafanyika kwa sababu watu walikataa maisha ya ukweli, wamejichanganya na kupepa machungu. Sikiliza mtazamaji wangu, wakati Kaini alijua dhabihu sadaka ya Abel imekubalika, aliingia ndani ya roho yake, kulingia na uchungu, kulingia na maagano ya uchungu sana, hadi Kaini akapanga vile anamuua Abel. Na hivyo ndivyo sahi yako. Kiangalia katika serikali, vijana wanauliwa sababu ya kuongea ukweli. Ukiangalia katika makanisa, watu wengi wanauliwa juu ya kuongea ukweli. Kiangalia katika ndoa, watu wengi wanaumia juu ya kuongea ukweli. So jamii inateseka kwa sababu ya kuongea ukweli. Wenye roho mbaya ni wengi. So leo nataka nisimame na neno ambalo Kaini alisimama, machungu yakampeleka mpaka akamaliza brada yake, akaua Abel kwa sababu ya machungu. So siku ya leo naomba nikwambie mpendwa, machungu unayotumia kumaliza watu, machungu unayotumia kuendea ukanda, machungu unayotumia kuroka watoto wa watu, machungu unayotumia ya kila njia, wacha nikwambie, auaye kwa upanga atauliwa kwa upanga, anayetumia shoka atauliwa kwa shoka. Ndio maisha yako yabaki yatoke kwa hizo shida, maana hizo shida ni wewe ulijiingiza. Achana na kumaliza watu wa watu na mauchungu zako, wacha kujipika na mauchungu. Unakuta kijana mkubwa kwa familia au msichana mkubwa kwa familia ako na machungu kwa mabrada zake, anasema mtanipita, mimi ndio mkubwa, mimi ndio mkubwa, anaendea uchawi. Unasikia kijana na ameungana na bibi yake wanaendea uchawi, ati amutatupita kwa sababu sisi ndio wakubwa. Unakuta kuna msichana ameungana bwana yake, anasema sisi ndio wakubwa, wanaendea uchawi kumaliza wadogo. Sikiza nikwambie, usisahau unazaa, usisahau wadogo hawatapaki, wadogo wako na neema yao, wako na neema yao. Kwa kuwa umeendea uchawi, umeendea usinzi, uamalize. Kuna Mungu anayetetea wenye haki, kunaye Mungu anatetea wenye haki. Machungu yako Mungu atawaokoa nayo, uchawi wako Mungu atawaokoa nayo, mahangaiko yako Mungu atawaokoa nayo. Umeua wengi, umeua wengi. Unaua wewe mwenyewe, unatoa ng'ombe ya kuchinja kwa matanga. Unaua wewe mwenyewe, unasimama sema na ntanua chenesa. Mbona akiwa mgonjwa ukiitwa ukuchi? Mbona ukiwa mgonjwa ukiambiwa toa pesa, akiwa mgonjwa toa pesa hautoi? Wewe ni kungojea kufa unue machenesa. Leo nimetumwa kwako kwambia machenesa umenunua yatosha, yale machenesa yatosha.
na nakuota kidole nikikwambia, yale macheneza umesika watoto wa watu juu ya machungu imefika mwisho, na Mungu amenituma nikwambie, hiyo machungu yako anakusanya, anakupiga nayo, maana umeua wengi. Hiyo aibu yako, maneno unayaachilia, Mungu anayarudisha kwako. Maana Biblia inasema hivi katika kitabu cha Methali 11:8 ya kwamba Mungu huokoa waovu wenye haki kwa maovu, na anawaweka waovu kwa maovu yao. So maovu naye yatuma katika hii familia, katika hii watu, haya maovu ya kukule wewe mwenyewe, ya kukule wewe na bwana yako na bibi yako, ya kukule. Biblia inasema katika Wathesalonike wa pili 1:6 ya kwamba ni haki mbele za Mungu kurudisha mateso kwa wale wanaotesa. Haya mateso umetesea watoto ya watu, mandugu zako, masista zako, mabrada zako. Unasema hawatanunua shamba kama hujanunua, na wao wako na uwezo. Unasema hawatanunua gari kama hujanunua, wako na uwezo. Unaendea uchawi, unaenda kwa vioo kuangalia. Unasema hawataolewa kama wewe hujaolewa, unaenda kuharibu njia zao za ndoa. Leo nimetumwa nikiambiwa ya kwamba Mungu anawaokoa kwa mikono yako na anakuweka wewe mwenyewe kwa uovu. Achilia hii familia, machungu yako wacha nayo. Biblia inasema chochote mtu apandacho ndicho atakachovuna. Ukipanda maovu utalipa maovu, na wanaolipwa kwa maovu wanga wakilia, mbona amenifanya hivi? Na ni wewe ulipanda. Mbona amenifanya hivi? Na ni wewe ulipanda. Wakati unapanda unafurahia watu wakiumia, lakini kuvuna hata wataficheka, hata watacheka. Au umetesa vya tosha, au umetesa na mauchawi zako vya tosha, na machungu zako. Unakuta atumezaliwa na mtu akijaribu kuinuka mnapiga chini, akijaribu kupenya mnapiga chini. Nimetumwa niwaambie vya tosha. Mungu anakuja, Mungu amekuja kuokoa wenye haki na machungu yenu. Mungu amekuja kuokoa wenye haki na machungu yenu. Yale machungu meoperate kumaliza familia, kumaliza watu, Mungu ametumana nikwambie, imefika mwisho. Hata kama utaoche hiyo video ikate, nimetumwa nikwambie, machungu yako yanafika mwisho. Roho yako ya bitterness Mungu anaiondoa. Achana na kumaliza watoto wa watu uishi vizuri. Magonjwa kuachilia, kansa, diabetes na vitu zingezi kuachilia. Okoka, mpokee Yesu na kuacha nikisema Warumi 8:37 katika mambo yote tumeshinda, na tumekushinda mwenye roho mbaya, kwa jina la Yesu. Amen. Bariki.